Ili usipitwe na matukio mbalimbali na uwe wa kwanza kutazama video zetu, tafadhali bonyeza neno subscribe hapo chini ya video hii, kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea. Asante. Asubuhi ya leo, moja kati ya habari ambayo imetrend sana mitandaoni lakini pia imezua gumzo kubwa sana ni hii habari ya Vanessa Mdee pamoja na msanii Juma Jux. Juma Jux alikuwa ana wasiwasi mkubwa kuhusiana na mtoto wa Vanessa Mdee, lakini Vanessa Mdee akaona isiwe kesi, akamleta mtoto huku Nigeria kwa ajili tu ya kufanya vipimo vya DNA na msanii Juma Jux, ili mradi tu Juma asiendelee kumsumbua. Na kama ambavyo tunafahamu, Vanessa Mdee baada tu ya mahusiano yake kuharibika na Rotimi akaona isiwe kesi, kwa sababu huyu mtoto ndiye kikwazo kikubwa cha mahusiano yake, akaona aweke sawa. Ukiangalia ni dada ambaye mwenye akili sana, akaangalia tatizo ni lipi. Tatizo ilikuwa ni mtoto. Rotimi akawa anadai yule mtoto sio wa kwake, lakini Juma Jux akawa anasumbua sana kupiga simu za mara kwa mara na kumwambia Vanessa, huyo mtoto ni wa kwangu, kwa sababu tu yule mtoto kwa kiasi fulani amefanana na msanii Juma Jux. Mambo yalikuwa ni mengi sana na niliweza kuangazia habari nyingi sana kuhusiana na ili sakata namna ambavyo linaendelea, lakini asubuhi ya leo tukapata majibu ya vipimo vya DNA kuhusiana na huyu mtoto wa Vanessa Mdee. Kumbe sio mtoto wa Juma Jux. Juma Jux tayari ameshajithibitishia wazi kupitia majibu ya vipimo vya DNA, na akazungumza wazi kwamba alikuwa anatamani tu kuhakikisha, lakini pia alikuwa anatamani kujua kama kweli yule mtoto ni wa kwake au sio wa kwake, kwa sababu maneno alikuwa ni mengi sana. Lakini pia Juma anakuambia shinikizo kubwa la kwake mpaka akafikia hatua ya kufanya vipimo vya DNA kwa yule mtoto ilikuwa ni mama yake mzazi. Mama yake mzazi na Juma alikuwa anamsisitiza sana Juma, hakikisha yule mtoto unafanya naye vipimo vya DNA, na hisi labda huenda ni mjukuu wetu, mambo kama hayo. Basi Vanessa Mdee baada ya kufanya vipimo vya DNA na vipimo vikathibitisha wazi kwamba Juma Jux sio baba wa yule mtoto, basi akaamua kufunga safari na kuondoka na mtoto wake. Sasa kwa mara ya kwanza Vanessa Mdee ameamua kuzungumza kuhusiana na hili jambo, lakini pia kuzungumza kuhusiana na hivyo vipimo vya DNA ambavyo wameenda kuvifanya Nigeria. Kwanza kabisa Vanessa Mdee amedai halikuwa hana sababu yoyote ya kusema labda akafanya vipimo huko Nigeria. Anakuambia aliwahi kuwasiliana na Jux na kumwambia kwamba Jux, njoo tufanye vipimo huku Marekani, lakini Jux akamwambia mimi nina daktari wangu Nigeria. Sasa Vanessa alihisi au alidhani kabisa Jux huenda anaogopa kuja kufanya vipimo huku Marekani, kwa sababu anajua tu huenda nikazungumza na daktari akampa majibu ya uongo, mambo kama hayo. Kuna mambo mengi sana katika hili swala la DNA. Unaweza kufanya DNA vizuri tu, lakini mama wa mtoto akaenda kumtonya dokta, akacheza dili, baadaye ukaja ukashangaa unapewa mtoto sio kwako, au unanyang'anywa mtoto wako huku unaangalia. Mambo kama hayo yapo mengi sana. Vanessa Mdee akadai haikuwa kesi. Baada ya Jux kumwambia anataka kufanya vipimo vya DNA kwa mtoto mlete huko Nigeria, basi Vanessa Mdee akafunga safari na kwenda Nigeria na wakafanya vipimo vya DNA. Baada ya muda mfupi majibu ndo kama hivi yametoka. Sasa Vanessa anakuambia kwamba Jux alikuwa anamsumbua sana, anampigia simu sana mara nyingi sana tangu amempata huyu mtoto, hajawahi kukaa kwa raha. Juma Jux unaweza kuona ni kwa namna gani alikuwa ana hamu na shauku kubwa sana ya kutaka kujua huenda huyu ni damu yetu, huenda huyu ni mtoto wangu. Hivyo basi alikuwa anatamani na shauku kubwa sana. Sasa Vanessa anakuambia ilifikia hatua mume wake Rotimi anamsumbua, anamwambia kwa nini huyu ex wake anakusumbua, kwa nini anakupigia simu za mara kwa mara. Ikafikia hatua Rotimi akahisi labda Vanessa bado anaendelea kuchepuka na ex wake ambaye ni Juma Jux, kwa sababu kuna kipindi Juma Jux anaenda Marekani, wanakutana na Vanessa, wanazungumza. Vanessa akimwambia Juma kwamba huyu si mtoto wako, bado Juma analazimisha, lakini tayari majibu yamejidhihirika wazi, na Vanessa anakuambia yeye hakuwa na wasiwasi wowote, kwa sababu anajua yule mtoto ni wa mume wake Rotimi. Na sasa hivi Rotimi moyo unamuuma baada tu ya kuona aliweza kumuhisi vibaya mwanamke wake, lakini pia alimuhisi vibaya mtoto wake, jambo ambalo limemuumiza kwa kiasi kikubwa sana. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako, lakini pia usisahau kubonyeza maandishi mekundu yaliyoandikwa neno subscribe.